Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ba'd. Tukiwa tunaendelea na huduma ya visomo mbalimbali pamoja na dua. Matatizo ya figo yaloingia kwa watu siku hizi. Kuna dawa hii hapa inaitwa Azait Mujarrabu. Hii ni mahsusi kwa ajili ya kuondosha sumu katika figo. Mafuta ya Azait Mujarrabu yanayopatikana kwetu ni mahsusi kwa ajili ya kuondosha sumu kwenye figo. Huwezi ukazitibu figo, sharti kwanza uondoshe kiwango cha sumu ambacho kimeongezeka. Kwa hiyo hii inakwenda moja kwa moja, unakunywa kijiko cha chai kutwa mara 2, asubuhi na jioni, mafuta haya mpaka yanaenda kuondosha sumu katika figo. Kisha wakati ukiwa unaendelea kutumia, wakati huo huo unatumia dawa nyingine hii hapa ambayo inaitwa Al-Kidney. Hii ni kwenda kuondosha wadudu kwenye figo na kuisafisha figo kiasi ambacho kama ile figo haikuharibika moja kwa moja, unafanyiwa dialysis, basi inawezekana ikawa sababu ukaacha taratibu hiyo ya kutolewa maji kitaalamu na ukapata haja ndogo, kwa sababu changamoto ya watu wa figo wanakosa mkojo, na hatimaye unaenda sehemu sio, uvimba uso, uvimba miguu, uvimba na tumbo. Wengi walovimba sehemu kama hizo wametumia dawa hizi mbili, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mkojo umepatikana na wameacha kufanyiwa dialysis, na hivi sasa wapo kawaida. Lakini kwa kawaida mtu wa figo huwa hana appetite ya chakula, hawana hamu ya kula, alafu hawana nguvu mwilini, na njano ni nyingi huku katika midomo, huku katika macho, wana njano iliyokuwa imezidi sana. Watatumia na hii dawa inaitwa Akbadu, na ambayo dawa hii Akbadu kwa kweli ni nzuri, hutibu vitu vyote vya ndani ya mwili, kuanzia maini, figo, bandama, madonda ya tumbo kwenye utumbo, na humpa mgonjwa hamu ya chakula, lakini pia humtia nguvu. Hizi dawa hizi kwa kweli ni neema kubwa. Mwenye maradhi ya figo, ini, bandama, hatumwangushi, akimbie haraka aje nimpatie hizi dawa. Hizi zitamsaidia kiasi kikubwa, atanisaidia kunipa ujira wake, kwa sababu sio free of charge, zina gharama kidogo, lakini ukweli usiopingika, kile atakachonipa na mimi nitakapompa hizi, yeye atanufaika zaidi kuliko mimi, kwa sababu hakikatan afya yake itakuwa mzuri, ataenjoy. Alhamdulillah, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na hatufai kusema uongo, lakini nimemtibia si mmoja, wengi. Kijana ambaye amejipeleka katika majanga, kunywa mapombe makali, ameua figo zake. Hivi sasa nilimpatia dawa hii kama safari 2, akapona. Juzi mamake anakuja anasema, shekhe unasemaje, amepona? Na alikuwa shanza kufanya dialysis. Nikamwambia basi tumpe hizi kama kinga na za mwisho, na tumkanye asiwe anapenda kutumia vitu vikali kuua figo zake. Kwa hiyo tunashukuru amenusurika umauti kupitia mikono yetu. Na wewe ambaye hata figo zako hazikufikia mbali, njoo. Na hata wewe ambaye umekwisha kabisa, njoo pia utumie hizi dawa. Inshallah taala utapata nafuu kubwa sana. Wakati huo huo, figo inaleta mambo mengi, inasababisha pressure, inasababisha sukari. Sasa basi kuna dawa hapo inaitwa Shajaratan Yaqatini. Dawa hii nayo inaondosha sumu kwenye kongosho. Kwenye maradhi ya sukari, sukari yake itakaa vizuri, itashuka vizuri, itabalansi vizuri, atakula baadaye anachokitaka. Ni dawa nzuri sana inayoitibia kwa haraka sana kongosho na kuondosha sumu katika kongosho. Dawa hii anavyotumia mgonjwa wetu ni kikombe cha kahawa kutwa mara 2. Kwa hiyo hii hapa ni dozi yake kamili. Hii anatumia ndani ya wiki moja, na hii wiki ya 2. Dawa baridi hazina uchungu, ni sawa na maji.
lakini anakwenda kuitengeneza afya yake, anakuwa mpya. Maradhi ya sukari ni maradhi yana shida nyingi, yanazalisha mambo mengi. Mkombozi huyu hapa shajaratan yaqatini, na hizi za figo pia ni mkombozi, lakini matumizi zimeandikwa kwenye kitu cha uvuguvugu, kama ni chai, kama ni supu, kama ni maji moto. Usitumie kitu baridi. Ukitumia kitu baridi dawa zinakufa, hazifanyi kazi. Tumeona leo inshallah 6 Shawwal, funga ya 4, tukiwa ndani ya saum, tukutakadimishie mitishamba hii, kwa sababu Mwenyezi Mungu mpenzi wetu anatupenda na ametuletea madini kama haya. Ingekuwa binadamu ndo ametuundia tu dawa kama hizi, angeshukuriwa kushukuriwa kukubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa neema hii. Nawe ndugu yangu, ni haki yetu tukufahamishe kwamba njoo panapo majaliwa, alhiq bina, kutana na sisi, tueleze issue yako, tukusaidie. Na uzuri uloje, hatuna dawa hizi tu, bali tuna dawa nyingi za maradhi mbali mbali. Nenda unapopaamini, kapime afya yako, njoo uchukue dawa za kiasili. Dawa ubora wake haziachi poisoni, sumu yoyote mwilini, hazina kemikali, haziongezi maradhi ya ziada, haziui chochote mwilini, bali ni dawa ambayo ina trendi kuondosha maradhi mengi. Ubarikiwe sana, nasi pia tubarikiwe. Wajazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kusahau tuko Buguruni Rozana. Kifika Rozana tupigie simu pale ambapo upo kituoni, inshallah tutakufuata. Tunafanya delivery popote ulipo, ndani ya nchi jirani mpaka nchi za mbali. Wa ilahuna yakfi.